Na mtazamaji, tuko maskani hapa tukizungumza mengi kuhusiana na nchi yetu ya Kenya. Kama nilivyosema hapo jana ni kwamba haijalishi cheo chako, haijalishi utajiri wako, haijalishi umaskini wako, peke yako hauwezi kufaulu maishani. Unahitaji mtu mwingine. Ndio mimi hutoa mfano kwamba kwa mtu ambaye anakwenda kazini, huenda kuwa unapita kwenye njia ukakuta mtu ni mwenda wazimu akusaidie kwa chochote, lakini siku kama utamuona utaulizia wenzako yule mwenda wazimu yuko wapi. Na je, utaulizwa je, ungemuona ungemfanyia? Lakini umemzoea kwa sababu yuko katika maisha yako ya kila siku ya kwenda kazini. Kwa hakuna mtu asiye na maana hapa nchini Kenya. Kila mtu ana maana yake, lakini je, tunaweza kuweka tofauti zetu kando, mdogo mkubwa, aliyenacho asiyenacho, kuhakikisha kwamba haki zetu zinatimizwa na kila mtu anaridhika kwa upande wake? Tumesikia kwamba kwa ukweli kwa kiasi fulani kuna watu wanaamini kwamba serikali haisikizi kilio cha Wakenya. Na kuna mwenzetu hapa amesema kwamba huenda kawa tusikizi, lakini tuangalie njia bora ni ipi, kwa sababu kila tunapofanya na endapo kutakuwa kuna wenzetu wanapoteza maisha, itakuwa tunazidi kutonesha kidonda badala ya kuponesha kidonda. Naona Thiongo, kabla nimlete dadangu Njeri Kaiga hapa, naja kwa Thiongo Samuel kwamba nikimsikia Lucy akiongea, ukimsikia Oponyo akiongea, unakubaliana nao ama ukubaliana nao? Asante sana Bwana Rashid kwa kunileta hapa leo ili tuweze kufanya mazungumzo na Wakenya. Na mimi wakati nimekaa hapa mimi ni kijana ambaye nimesikitika sana. Wakati ambapo ninasikia kijana mwenzangu Bwana Opio anasema kwamba tunafaa tuelewe mambo kama haya, mambo ambayo yanaendelea, tunafaa tuelewe. Hakuna kitu ambayo inaweza ikajustify watu kuuawa. Hakuna kitu ambayo inaweza ikajustify watu ambao vijana wameenda kwenye streets kuandamana na wanapigwa, wanaumizwa na wengine kuuawa. Na Rashid, acha nikueleze kitu moja. Kama Dedan Kimathi mwaka wa 1963 angeongea vile Opoya anasema kwamba wacha tuelewe hao wazungu, wacha tuelewe hao wakoloni, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza badilika. Mimi na wewe na Bwana Opio hapa, Oponyo, hatungekuwa tumeketi hapa. Kwa hivyo tusiweze kudharau mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu sisi ndio vijana ambao tutabadilisha Kenya hii. Sisi ndio watu ambao tutaweza kubadilisha Kenya hii. Na katika nchi ambayo iko na vijana, ambayo iko na kina mama, ambayo iko na wazee, ambao wako na ndoto na maono ya kwamba siku za kesho zitaweza kuwa siku bora, basi mada ambayo tunaongelea leo, haki iwe ngao na mlinzi, haifai tu kuwa wimbo wa taifa. Haifai kuwa tu mstari katika wimbo wa taifa. Inafaa kuwe njia ya maisha, inafaa kuwe msingi wa utawala wetu, inafaa kuwe ndio dira ya kizazi chetu. Kwa sababu wakati ambapo haki ndio ngao na mlinzi, basi vijana wataweza kwenda kwenye streets, wataandamana bila woga. Mtu ataweza kuongea katika mtandao wa Twitter bila woga, bila kuogopa kwamba anaweza kukujua anytime. Kwa sababu sisi vijana, wengi wetu hatuna kazi. Wengi wetu tumesoma, tumeenda katika mashule, tumefanya masomo, taaluma mbalimbali, lakini hatuna kazi, hatuna uwezo. Swali kubwa ni je, Rashid, haki iwe ngao na mlinzi inatulinda sisi wanyonge, ama inalinda wale ambao wenye wako kwa nguvu pekee? Ni kipi labda pengine Thiongo kama mwenyekiti Gilgil Youth Forum, tagusa swali moja, kwa sababu hapa tumeona kwa maandamano yanafanyika, na kila maandamano yakifanyika kuna mmoja ataathirika kwa njia moja ama nyingine. Kuna mmoja labda biashara yake ataathirika, kuna mwandamanaji labda pengine atajeruhiwa, kuna wengine wamepoteza maisha yao. Kwa hivyo sasa mfano tunazungumza kuhusu Albert Ojwang, sisi tunamuita kama mwalimu. Unakupa mfano, lakini kuna familia imepoteza mpendo wake, imepoteza tegemeo lake. Tunazungumza tu alipigwa risasi na vitu vingine kama hivyo. Na swala ambalo ni kwamba tutafanyaje msururu wa maandamano usiendelee, lakini pia tutafanyaje sababu za maandamano zifanyiwe kazi? Sijui kama tunaelewana hapo. Kama taifa tutafanyaje kuhakikisha, manake maandamano yatasita endapo yale mahitaji ambayo yanatakana kufanyika yamefanyika, na maandamano yatakuwa ya amani endapo tutazungumza kwa pande zote mbili, maafisa wa polisi waheshimu sheria na wasivuruge maandamano, lakini pia kusipatikane makundi ya asimu. Kama vile jana tujuzi tumeona kwamba kuna kundi la waandamanaji, kuna wengine nao wanazuia waandamanaji. Ni kipi ambacho wewe kimtazamo wako unaamini kwamba endapo serikali inaongozwa na Daktari William Samoei Ruto ikikifanya leo hii, basi kuna uwezekano hata hiyo Jumatano tukaona picha tofauti katika nchi yetu ya Kenya? Ni kipi ambacho unaamini kwamba mngependa kifanyike
Na kama ni serikali, tunazungumzia ni kipi tungependa rais wetu akikifanya. Wewe una imani kwamba hali iliyopo hapa nchini itabadilika? Rashid, acha nikueleze jambo moja. Kile ambacho tunataka kama vijana, kile ambacho tunataka kama Wakenya ni haki. Na haifai kuwa ni kazi kwa serikali kutupatia haki, kwa sababu haki iko katika katiba. Na katiba, hakuna mtu ambaye ni mkubwa kuliko katiba. Kwa hivyo haifai kuwa ni kazi ati serikali inajaribu kufunzwa vile itatupatia haki. Haki ni lazima iwe inapatiwa kila mwana Kenya. Sawa Rashid? Naam. Kwa hivyo wananchi na Wakenya hawaendi kwa streets sababu wanapenda. Hawaendi kwenye streets kwa sababu tumekosa kitu ya kufanya ya maana. Tunaenda kwa streets kwa sababu tunaumia. Tunaenda kwa streets kwa sababu vijana hatuna kazi. Tunaenda kwa streets kwa sababu ukiangalia pay slips za wananchi ambao wameandikwa kazi, taxes ziko juu. Tukiangalia mambo ya biashara, the business environment in Kenya iko katika pale tunaita pale chini. Haiendi vizuri. Kwa hivyo hatuendi kwa streets kwa sababu tunataka kusumbua serikali ama kwa sababu tunataka kusumbua Rais William Ruto. Tunaenda kwa streets kwa sababu wakati bwana rais alikuwa katika magari 2022 alikuja kule kwenye vitongoji vyetu na akatueleza kwamba atatoa mwananchi wa chini kutoka pale chini ampeleke pale juu. Ile kitu tulikuwa tunaita economic empowerment. Wakati nazungumza, nionyeshe mwananchi mmoja ambaye unaweza sema amekuwa economically empowered. Hakuna mwananchi hata mmoja amekuwa economically empowered. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo yanatupeleka kwenye streets. Na makosa iko kwenye serikali, Rashid. Makosa iko kwenye serikali. No. Kwa sababu polisi wanafaa watulinde sisi kama wananchi. Lakini wakati tunaenda pale kupeleka maono yetu, kupeleka mazungumzo yetu, tunapigwa tear gas. Kijana Boniface Kariuki, ambaye kosa lake lilikuwa ni kuuza barakoa. Mimi nauliza Rashid, nauliza bwana Oponyo. Kuuza barakoa imekuwa ni shida? Jamani, kuuza barakoa Kenya imekuwa ni shida? Hayo ndio maneno ambayo tunaongelea bwana Rashid. Sema kitu na mtwende kwake Njeri Kaiga ambaye ataweza kuchangia. Nafikiri nasikia sauti wanauliza kwamba kweli kama tulikuwa tumeenda maandamano, labda kuna mtu alikiuka utaratibu wa andamano. Je, anayeuza barakoa pia? Anakuwa anazungumza swali ambalo naamini tutapata jawabu kutoka kwa serikali. Maana serikali imesema uchunguzi ufanyike na kila aliyetekeleza mkono wa sheria umwandame. Hivi tunavyozungumza ni kwamba wale maafisa wawili uliowaona katika tukio la kumpiga risasi wanafikishwa mahakamani katika siku ya leo. Kwa hiyo tutasubiri. Mwanahabari mwenzetu Gatete Njoroge yuko mahakamani, atatupa picha za moja kwa moja tuangalie, ili tuangalie mahakama itakuwa inaamua kitu gani. Naam, lakini tusijivunie tu kwenda mahakamani, lakini pia tujivunie kukwepa vitu kama vile. Kama wangetekeleza sheria yao leo, sio tungekuwa tunazungumza masuala ya watu kwenda mahakamani. Kwa hiyo kila mwamba ngoma japo unavutia kwake, lakini kila upande pia uwe makini wakati unatekeleza haki zao za kimsingi. Kwako. Kwanza kabisa Rashid, niseme asante sana. Na ninapoangazia jambo la police brutality, sijasahau ya kwamba tumekuwa na jambo la femicide. Na wakati ambapo mambo ya police brutality shows up, unajua ya kwamba ile ilikuwa incidence ya mtu mmoja Albert, lakini nina uhakika ya kwamba Wakenya wakapatiwa nafasi. Waulizwe mtu ambaye amedhulumiwa katika kituo cha polisi aje mbele, utashangaa maelfu ya watu watakuja mbele. Kule kwetu Nyandarua juzi katika mahali kunaitwa Karangadha Police Station, kumekuwa na mama ambaye ameshikwa, amedhulumiwa, amepata miscarriage akiwa kwenye police cell. Yani inafikia kiwango ya mama anapiga nduru mpaka anapata miscarriage akiwa ndani ya police cell, na wale polisi wanakataa kumfungulia hata apelekwe apate matibabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekubalisha ya kwamba our institutions are going to be an extension of the executive. Yani ule polisi anahisi ya kwamba kama mkubwa hajasema siwezi nikafanya, ingawa sheria inasema ninaweza kuruhusu huyu mama apelekwe hospitalini, ingawa sheria inasema ya kwamba huyu kijana hafai kudhulumiwa akiwa ndani kwenye police station. Nikwambia ya kwamba Rashid, katika Kenya hii tuko na shida moja, shida
ya serikali ya Kenya Kwanza kufikiri ni kama kwamba sijui wanalala binguni wanaamka asubuhi kuja kazi hapa, kwa sababu sielewi ni kwa nini tunazungumzia mambo ya police brutality every other day. Juzi tumetoka kuongelelea mambo ya femicide, tumetokezea barabarani kusema wanawake wanaumizwa, wanauliwa, alafu wanatuma polisi wakuje wapige wale waandamanaji wa femicide. Hata hatujamaliza mambo ya femicide, ndio hii mambo ya polisi kudhulumu raia wa kawaida. Lakini tena kama mtu ambaye nimesoma mambo ya governance na niko na ule moyo wa kufanyia wa Kenya kazi, na hisi kana kwamba Rashid, in as much as my colleague wants to say that maandamano is not a solution, niseme ya kwamba hauwezi ukakuwa unachagua zile karatasi kwenye katiba utasoma na zile ambazo hutasoma. Ni vibaya sana wakati tunapoambia president ya kwamba tumempatia authority ya kwenda ngambo kukaa kwenye viti na kututetea sisi kama Wakenya. We have given him the powers and privileges by the constitution for him to represent us. Lakini wakati ambapo tunamwambia the constitution has given us powers and privileges of going to demonstrate, hataki kusoma hiyo karatasi. Wakati ambapo tunaambia bunge yetu tumesoma na tumekubali ya kwamba wewe kama mbunge uko na wajibu wa kusimama bungeni na kupeleka ile opinion ambayo mimi nimekupatia, lakini yeye anataka kusoma ya kwamba anafaa alipwe na ako na powers and privileges of being a member of parliament, lakini anakiuka ile ya kusema ya kwamba anayempatia nguvu ni mpigaji kura. So we have a problem of this regime having selective amnesia where they want to do whatever they think is right according to them. Mambo ya Wakenya inapokuja inakuwa hakuna mtu ambaye anafuatilia. Ungeangalia ile haraka ambayo mambo ya ule aliyetuacha mbunge Wawere, his issues were addressed very fast. We didn't even have to demonstrate. They were addressed very fast and they were tackled very fast. Lakini mambo ya Ojwang wanasema hapana, alikuja wanatupatia false information. Na unajua ya kwamba tunapopeleka watu kotini ni hatia mtu kupeana wrong information. Lakini polisi wenyewe kama wana audacity ya kwenda kwenye kamera na kutupatia wrong information, and nothing is going to happen to them because as per now ule aliyetupatia wrong information, nikifikiri wakili naweza tueleza, anafaa kuwa anapelekwa kotini pia kwa kudanganya raia, kutupatia false information. Lakini unataka mtu aliye kule mashinani akifanya makosa kidogo amedanganya, unataka kumdhulumu na kumharass kwenye police station kwa sababu yeye sio mkubwa. I think as a nation we need to understand that we cannot be selective about which part of the constitution is more powerful than the other. And again, the right to life, I think, surpasses every other right in this country. Kwa sababu Rashid, tena nikirudi pale Nyandarua, tena jana tumekuwa na incidents ambapo mwanamke amekatwa shingo. Sasa tuweze tukasema ati mwenye kumkata auliwe, anafaa pelekwe mahakamani. Hivyo tunavyosema ya kwamba aliyefanya kile kitendo apelekwe mahakamani, nafikiri ndivyo ambavyo Albert angepelekwa kwenye mahakama. But again we have a problem of those in power thinking that they own power. Kwa sababu askari anahisi mheshimiwa ameniambia nifanye lazima nifanye, mkubwa amesema lazima nifanye. Na kama sisi kama vijana tutakapomaliza haya mambo ya maandamano, when we go to elections, we will ensure that wale ambao wabunge tutapeleka kwenye bunge na seneti ni watu ambao wataweza kudeal na vitu in terms of policies. What do I mean by policies? We have set the bar too low. We don't even have a bar. It does not even exist when it comes to what a police officer qualifications zake zinafaa kuwa vipi. Tumeset the bar so low ya kwamba Rashid, kama uko na meno 32 you are qualified to be given a gun. Kama huna alama you are qualified to be given a gun. Yani hivi sasa ati kama wewe ni mfupi ufai kupatiwa gun. Yani the bar is too low for what a police officer should be. Na unaelewa ya kwamba Rashid, kuna ile ego ya kwamba ule polisi alipochukuliwa akakauntiwa meno, akaambiwa meno yako ni 32 uko sawa, atakapoenda kwenye barabara
apatana na kijana na anamwambia mimi ni university student wa Strathmore, there is always that ego of mnakuja kutusumbua juu mmesoma, mnakuja kutusumbua kwa sababu mnafikiri nyinyi ni kina nani. But again, the argument and the reasoning of those two people wanapopatana kwenye barabara inakuwa ni vita ya egos, inakuwa ni vita ya huyu kutaka kuonesha ule mwingine ya kwamba Yesu umesoma lakini mimi niko na bunduki naweza kupiga bunduki. So we need to understand that as a country we need to work on our policies. Ukienda kule America na kule kwingine meno is not a qualification. Ukiangalia the time that we spend nitakuja no, let me finish Rashid, niseme ya kwamba let us work on our policies. Kuepo huko kwa hiyo utamuuliza atuambie kusema hayo. So my point was we need to work on our policies. Tufike pale ya kwamba polisi kama kabla hajapatiwa bunduki, because it's a problem we have to deal with. Mimi naamini Njeri Kaiga sikukatiza, lakini naamini kwamba polisi wanapata mafunzo. Mimi naamini kwamba hayatoshi Rashid. Peleka kule hawafundishwi tu kushika bunduki. Naamini kwamba kuna madarasa ambao wanakaa wanafundishwa namna ya kukabiliana na wahalifu, wanafundishwa namna ya kuzungumza na raia, naamini kwamba yapo mafunzo. Mimi sikubali kwamba ati uenda akawa akifika pale basi ni unapewa tu bunduki alafu unaondoka. Na sisemi hivyo Rashid, lakini tuongee ukweli. Huyu mtu alifunzwa 30 years ago alipokuwa anaingia. Bado saizi bado wako kwenye ile uafisa. Even their mental health, some of them are in a very bad state. How do we take care of our police officers when they are in power? Swala la maana ambao unaweza kuulizwa ni ukweli kabisa, anasema kwamba ili maafisa wetu wa polisi pia watekeleze majukumu yao kikamilifu. Je, maslahi yao yakoje ya kazi ameweza kuyazungumzia? Je, ni watu ambao wenyewe mara kwa mara wanapata ushauri na saa? Ni watu ambao wanakwenda na wakati kwa hivi sasa wanajivunia kuvaa ile gwanda kama afisa wa polisi na kuweza kusema kwamba mimi nitatetea nchi yangu ya Kenya? Ama pia wengine wana msongo wa mawazo kwa sababu ya changamoto ambazo ziko pale ndani? Nimeweza kuona ripoti nyingi tu zikifanywa ili kuhakikisha kwamba tunaboresha utendakazi wa maafisa wa polisi, lakini hata aliye na msongo wa mawazo, hata ambaye hajaridhika na mazingira mabaya ya kazi, haimpi nguvu ya kuweza kukiuka haki za mwingine. Kwa sababu hata kama wewe hauna kibarua basi uwezi kuhakikisha kwamba unakiuka haki za mtu mwenye kibarua. Na yule afisa polisi naye hata kama ana shida, si tiketi ya moja kwa moja kwamba akiuke haki za mtu ambaye anaandamana. Kwa hiyo kila mtu lazima atekeleze anachokihitaji bila kupingwa, lakini kuhakikisha kwamba hakiuki na akandamizi haki za mtu mwingine. Mengi tayazungumza baada ya muda usiokuwa mrefu, na pia tutamuuliza ndugu yetu George Musamali kuhusiana na hawa maafisa polisi wanapokuwa wanakwenda maandamano hasa ni masuala gani ambayo atakana wafanye, ni masuala gani ambayo atakani wasifanye. Na je, mbona imefika wakati kwamba hata katiba yetu ya Kenya mtu ambaye aliandamana miaka ya 90 na mtu ambaye anaandamana miaka ya 2000 haoni tofauti? Tofauti ipo kwenye maandishi. Shida iko wapi?